Tuko hapa kama kanisa kwanza kushukuru sana sekta ya matatu ambao siku ya leo umetoa uamuzi mzuri wa kusimamisha mgomo ambao kwa siku mbili umeathiri sekta ya usafiri na pia imeathiri uchumi wa nchi yetu kwa njia kubwa sana. Watu, watoto, mashule wameathirika, watu wa biashara, watu ambao ni wahuduma muhimu wameathirika sana, na pia mali na hata vifo vya watu vimepatikana. Na kama kanisa tunaomba ya kwamba ukija janga kama hili, serikali inachukua hatua ya haraka ili kuzuia maafa kama haya, na kwa sababu maafa haya yalikuwa yameangaliwa itakuja. Kwa hivyo serikali inachukua nafasi ya haraka sana kabla ya jambo kama hili kutokea, kwa sababu nchi inaonekana inaweza simama na ni hasara kubwa sana hata kwa uchumi ya nchi. Kwa hivyo kama kanisa, maombi yetu ni ya kwamba wale ambao wanahusika wanaketi kabla ya janga kama hili kutokea, ambao tumeshuhudia siku mbili katika nchi ya Kenya. Ni hasara kubwa ambayo imetokea. Hata makanisa yameathirika, masomo yameathirika, biashara zetu zimeathirika. Na kama kanisa we are calling, tunaambia serikali ya kwamba ni wakati wa kuangalia mambo ambayo ni muhimu sana ambayo yanaguza kila mwananchi, hasa katika bei ya petroli. Serikali keti iangalie ni njia gani badala wangetumia ili kuzuia hali ya kuenda juu ya petroli, hasa diseli, kwa sababu hiyo inatumika kila siku, kila wakati, na ndio inatumika kuleta uchumi mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru sana wale ambao waliketi na wakafikiria juu ya mwananchi wa Kenya na wakasimamisha mgomo. Hivyo ndivyo serikali inahitaji kufuata huo mkondo wa hawa wana matatu ambao walichukua kwa kuhurumia wananchi ambao wanateseka kila siku. Kuna mambo ambayo haitaki hali ya siasa kama mambo hii ya petroli. Siasa ambayo imeingizwa pale inaharibu kila kitu, sababu hii mambo ya petroli inaguza hata mwananchi wa kawaida, yule mama boga, yule mtu ambaye ako na mapato yake ya chini. Hiyo petroli inakata cross ama inaguza mwananchi wote toka Mombasa mpaka Turkana, na kwa hivyo hiyo hahitaji tuweke mambo ya siasa kuhusu hii bei ya petroli. Inahitaji watu wa keti waamue na waone ni njia gani badala ambao wangetumia ili kuzuia maafa kama ambao tumeshuhudia siku mbili.